Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naam, karibu katika hili hitimisho la kambi la Kisadari kwa mwaka wa 2026. Asante. Kambi la mwaka huu limekuwa ni la aina gani kwa upande wako? Kambi la mwaka huu limekuwa ni la pekee sana. Kwanza tumekuwa na vipindi tofauti. Ndio. Kuna kipindi cha ndoa tulikuwa na Pastor Michael, hakika tumevuna madini sana. Tumekuwa na kipindi cha uongozi, Pastor Kikiwa amekuwa akituratibisha katika uongozi, namna ya kuwa kiongozi bora. Tumekuwa na Pastor Amos Chota, amekuwa akitusogeza karibu na ukuu wa Mungu katika kipindi cha mafundisho makuu. Pia tumekuwa na vipindi vingi mbalimbali, tumeendelea kujifunza mambo makuu ya Mungu. Hakika kambi hili limekuwa ni la pekee sana kwangu. Naam, vizuri sana. Pamoja na kuwa na vipindi mbalimbali, kipindi gani haswa kwako wewe imekukosha? Mimi kwa kweli kipindi cha ndoa kimenikosha sana, kwa sababu kinatufundisha vitu vingi. Unakuwa huru kusema kile ambacho unakitamani ufanyiwe kwa mwenzako. Tumekuwa na vipindi vya aina hiyo, kwa hiyo tumekuwa tukijifunza vitu vizuri sana na tumeenjoy sana. Amina. Na kwa upande mwingine tumekuwa na kwaya mbalimbali ambazo zimetumika katika kutoa huduma ya uimbaji. Ndio. Ni kwaya gani ambayo kwako wewe kwa upande fulani, ndio zote zimefanya vizuri, lakini ni kwaya gani ambayo imegusa sana moyo wako? Mkuranga the best, kwa sababu kiukweli wamekuwa ni wanaimba, ni kwaya ya uinjilisti, wanaimba nyimbo kuendana na mlolongo wa mfundishaji, na hata ili Pastor Chota ameliweka wazi kwamba amekuwa hatoi taarifa kwao, lakini wamekuwa wakitoa wanaposimama kutoa hubiri unakuta ni kitu alichokiandaa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumejifunza kwa Mkuranga. Unaweza kutuambia ni wimbo gani ambao bado mpaka sasa unazunguka akilini mwako?